Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa, na wao wanawake watakuwa mashahidi kwenye hili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10, baadaye mnagombana kidogo, anakuambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli, wakina mama. Mimba sio ya mtu, mwambie, usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake, wapo wakina mama, amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake, wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma, anamuona yule mwanaume hafai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inaambia tulikuambia. Mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapo mwanaume kupigwa, kwamba wanaume wanapigwa na wake zao, hayo mambo. Wanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, hiyo ni mlevi huyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake, kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye amemuita kama mpenzi, wamekaa, anajua kabisa hampendi, lakini yuko anamdanganya, anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye hampendi. Mama Gweti, mwasaidie wanawake wawe na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana, nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, anaambia si wizi huo? Huo ni wizi. Na